Wana wa giza wana hekima au bidii kuliko wana wa nuru. Sisi tunayo nuru lakini tunaichezea. Ndio maana Yesu alituambia maneno kwamba tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii. Leo tutaishia hapa, kesho Mungu kwa neema tutaenda kujifunza masomo mengine ya neno la Mungu. Biblia ina mambo mengi ya kujifunza. Hizo siku moja ukayamaliza. Vitu tulivyovigusia tumefanya vikupe msingi wa kumwelewa Mungu. Ili kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, lengo la Mungu ni moja. Anataka watu wapate wokovu, wapate uzima wa milele, wapate kurithi uzima kwenda mbinguni. Kwa sababu baada ya mharibifu kuingia, afu na kuwafanya wana wa Mungu wakaasi, wakamwasi Mungu. Lakini kwa neema nitakuja kufundisha falme za shetani zinatumia namba. Shetani katika ufalme wake anatumia majina ndio. Utakuta mengine anatumia mengine yenye uasi wa Kiarabu, mengine anatumia namba. Kuna wasanii wakubwa wanaoigiza hata Tanzania hapa wana namba zao kule kuzimu. Wanajigiza ni wasanii wakubwa na movie zao mnazipenda kuziangalia. Lakini wametoa maisha yao kule kuzimu. Na wenyewe wamepewa namba zao. Kwa hiyo tunajifunza ufalme wa shetani kwa namba fulani hivi 33. Ufalme wa shetani wa 33 una kazi gani duniani? Ufalme wa 66 una kazi gani duniani? Ufalme wa 7755 ngapi? Moja ngapi? Tujifunze. Alafu pia tujifunze mbinu za shetani. Zipo mbinu nyingi sana anaweza kuzitumia kujivunja kanisa. Pia tutajifunza baadhi ya mbinu ambazo mbinu ngapi? Mbinu 21 sana ambazo anaweza kutumia kulivunja kanisa la Mungu, takatifu la Mungu. Sasa hivi tuwe makini sana. Dunia yetu tulionayo sasa hivi, Biblia inatuonya sana. Mtu ambaye amesimama, angalia asije kufanya nini, akaanguka. Shetani akishajua udhaifu wako, anaweza kutumia udhaifu wako huo kuangusha katika nini, utakatifu, ili mradi uharibu ushuhuda. Hapo watumishi wa Mungu wengi tunawaona. Shetani alivyogundua udhaifu wake upo kwenye era, akamwangusha. Shetani akigundua udhaifu wako kwenye era, atakuangusha kupitia era. Akigundua udhaifu wako kwa wanawake, atakuangusha katika wanawake. Kwa hiyo usipokuwa na maarifa, ukawa na maarifa machache kupitia hapo, anaweza kukuangusha. Kwa hiyo shetani sasa hivi atatumia njia pia ya kuangusha waumini ili aweze kuumiza mioyo ya wachungaji. Atatumia mbinu ya kuharibu watoto wa wachungaji ili awavuje moyo watumishi wa Mungu. Atatumia roho ya umaskini. Wapo watumishi wa Mungu wengine wanaanza kazi vizuri.